Kukaribisha kwenye Love Life Academy. Leo tuna topiki. Topiki ya leo nasema kanuni 5 za mapenzi ya kweli. Kama unaelekea kwenye ndoa, kama unaelekea kupata mahusiano ambayo yataleta matokeo kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza utakachokiangalia ni mawasiliano ambayo yako hai. Mawasiliano ni uti wa mgongo wa mahusiano yoyote yenye kuleta tija na matokeo sahihi kati ya pande mbili. Linapotokea upande mmoja ukawa unawasiliana, mwingine hauwasiliani, au mawasiliano yakakata, au mawasiliano yakakosa uhai, na kile kitu lazima kife. Kumbuka, mahusiano ya ndoa ni matokeo ya watu wawili kujadiliana na kufika mwafaka wa lile jambo wanalotaka kulifanya. Sasa inapotokea upande mmoja ukawa unawekeza, mwingine ukarelaksi, ina maana ni kipengele hicho yale mahusiano yanafika mwisho. Lakini kitu cha pili ni upendo wa kweli. Upendo wa kweli upo kwenye nini? Upendo wa kweli haupo kwenye kuangalia vitu, haupo kwenye tamaa, haupo kwenye matarajio ambayo yanatangulizwa mbele yenye hali ya uhitaji kwa mtu. Chochote kwenye maisha huwa kinaanza mwanzo na kinajengwa baada ya muda. Wengi wa dada wanahitaji wapate watu ambao wako vizuri tayari. Kitu ambacho wengi wameanguka kwenye mikono ya matapeli na leo wanateseka. Lakini pia wapo wengi wakaka, kwa sababu ya kutokuwa tayari kwa ajili ya ndoa na hawajajiweka, basi wanapoteza muda katika vitu ambavyo sivyo, na mwisho wa mwisho unakuta hakuna baraka kwenye maisha yao. Lakini kitu cha tatu ni uvumilivu, uaminifu na huruma. Maisha ya wanandoa yasiyo na uvumilivu, yasiyo na uaminifu, yasiyo na huruma ndani yake, yale mahusiano hayatofika mbali. Ukiona hauna huruma juu ya mwenzako na uko tayari kumuumiza, au yawezekana umekosa uaminifu kwenye mazungumzo au maneno au matendo ya maisha yako katika kuelekea ndoa, kama mpo kwenye uchumba, chochote kinapokosa ina maana kinaweza kuleta shida na mateso na kuvunja yale mahusiano. Lakini kitu cha 4 ni maono na hekima ya Mungu kwenye maisha ya mtu huyo. Ukikuta hakuna maono juu ya yale mahusiano, mnaelekea wapi, mnafanya nini. Kuna watu wengi wapo kwenye mahusiano ya uchumba, hawako comfortable kuzungumza na wenzi wao juu ya plani ya maisha yao. Ukiona ni mwanamke hauna mpango wa maisha, hauna maono. Ukiwa ni mwanaume hauna mpango na hauna maono, pasipo na maono watu huangamia. Ni lazima mwanamke, unapotaka kuingia kwenye ndoa, lazima uwe na maono na malengo, na mwanaume awe na maono na malengo. Kinachofuata ni kuzungumza ili kufika mwafaka. Kuna vitu kwenye maisha ya mahusiano ya watu wengi leo yanaharibika na hayafiki mbali kwa sababu ni watu wanao avoid au wanapuuza kuongea, kuzungumza na kujadiliana vitu vya muhimu. Unakuta wengi wapo kwenye uchumba, lakini kila wakati ni kuzungumzia mahaba, na wakati hawajafika mwafaka. Kwa hiyo mwisho wa mwisho yale mahaba na msisimko ukishaisha, yale mahusiano hayana maana tena. Wanashindwa kuzungumza vitu vya maana kwa mwanzo kabisa kabla ya kuanza mahusiano, au wanapotaka kuingia kwenye ndoa, au wanapoanza uchumba, ili ujue huyu msimamo wake ni upi na huyu msimamo wake ni upi, huyu anaelekea wapi, huyu anaelekea wapi. Tofauti na hapo utakuta unapanda gari usilojua lina driver wa aina gani. Lakini pia ukiavoid au ukipuuza mazungumzo, mwisho wa mwisho utajikuta unaumia, kwa sababu kila kitu kinaenda na makubaliano ya pande mbili. Lakini kitu cha 5 ni maamuzi magumu. Lazima kwenye maisha uchukue maamuzi magumu yenye imani. Kuna watu leo wameacha mahusiano ambayo yangewapa furaha maisha yao yote, kwa kuwa na hofu, kwa kuwa na mashaka, kwa kuwa na wasiwasi. Leo watadondoka kwenye mahusiano ambayo watakutana na tapeli,
na mwisho wa mwisho wataumia, watahangaika, watasumbuka. Kwa hiyo kwenye maisha, chunguza, angalia na fanya maamuzi sahihi mapema kabisa unapogundua kwamba mtu fulani ameweka wazi, lakini pia anakoelekea ameweka wazi mipango yake yote. Kuna watu leo wanaficha kila hatua za maisha yao, na wengi wao wanakubalika, na wengi wao wanakuja kuwatesa watu fulani kwenye maisha ya mahusiano. Kwa hiyo ni bora uchukue maamuzi magumu lakini yenye imani katika safari ya kuelekea ndoa. Kuna ndoa leo unaikimbilia, unahisi ni ya uwazi sana, lakini italeta maumivu. Kuna watu leo wamefunga ndoa, kuna watu leo wamefanya vitu vikubwa kabla ya ndoa, lakini leo ndoa zimevunjika. Lakini kuna watu ambao hawajafanya chochote, lakini leo wanaishi kwa amani na furaha, na so muda mrefu hao watu watadumu. Lakini wale ambao huenda kwa sababu ya mvuto wa vitu vya nje, wengi wamekosa mwelekeo na leo wanaangamia. 6 ni Mungu. Unapomtoa Mungu kwenye maisha yako na hauko tayari kumsikiliza Mungu, kutembea na Mungu, kuongozwa na Mungu kwenye safari yako ya maisha ya mahusiano, jua utadondoka kwenye shimo na hakuna atakaye kuokoa Mungu asipo kuongoza. Lakini 7 ni kujua unaenda wapi. Lazima ujue unapopanda gari linaenda wapi. Ni lazima ujue, je, nimekubali kuoa mwanamke fulani au nakubali kuolewa kwa mwanaume fulani? Je, tuko katika njia ambayo inaelekea, na njia inayoenda iko wazi, iko clear? Iko clear kivipi? Kwamba mipango, mikakati na uwazi upo. Je, kuna huruma ndani yake? Kwa sababu wengi wapo kwenye uchumba lakini wanataka wahudumiwe kama wanawake ambao wapo kwenye ndoa. Wengi wapo kwenye uchumba lakini wanataka wahudumiwe kama wanaume kwenye ndoa. Ni kitu ambacho si sahihi, na ukikifanya hicho unacheza kamari na utapoteza. Kuna watu leo wamewekeza kwa wanawake, wamewekeza kwa wanaume, leo ni kilio na kusaga meno. Usiwekeze wala usitoe kitu chako chochote kwa mwanaume au kwa mwanamke kabla ya kukuoa, maana haujui uchumba ni kama kamari. Muda wote mwanadamu anaweza kubadilisha mawazo na mwisho wa mwisho kuja kukuumiza. Lakini usipowekeza nguvu, hisia na mawazo yako na fedha yako na kila kitu chako mapema kabisa, hutokuja kuumia na hutokuja kuteseka. Napenda. God bless you. Be a shining star. Thank you.